Hii ni MTV1 online nayo kutangazia kwa njia ya mitandao toka mashariki mwa Kongo, mojawapo wa taifa Afrika Mashariki. Niite jina langu Abel Tsongo nikiwa Lubero mashariki mwa DRC. Unaweza tufuata kupitia mitandao yetu ambayo ni www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC na Twitter ama X MTV DRC na link MTV News DRC pamoja na radio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Taarifa yetu yaanzia huko Lubero Mangurejipa, ambako raia waomba serikali kutafuta suluhisho kuhusu wazalendo wanaonyanyasa wananchi. Watu hawa sherti government iweze kuangalia namna gani waondoshwe katika sekta ya Bapere, katika groupement ya Batike. Na huko Nyiragongo wakaanzi walalamikia njaa. Tulikuwa na lomba wakati ya couvre-feu, wanakuwa na jodisi ya kutezesa jinsi mtu anaweza kuwa iko na lamkiko nenda mkazi, anaenda jikuta anaanguka couvre-feu yenye lazima iko ya mkartie yake. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 online, ni hayo kwa siku ya leo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Nafahamu kwamba MTV1 kushinikiza amani, usalama, maridhiano na maendeleo. Ukiwa na taarifa usisite kuwasiliana nasi moja kwa moja. Tupo mashariki mwa Kongo. Na taarifa zetu zinaanzia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahali ambapo tunaambiwa ya kwamba shirika la kiraia katika sekta la Bapere lapongeza jitihada za kijeshi la taifa FARDC kwa kushika kamanda wa kikundi cha wazalendo waishio Bandulu, mji mkuu wa eneo la Batike magharibi mwa Mangurejipa wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Kakule Kaini Samuel, mmoja wa waratibu wa shirika la kiraia katika sekta la Bapere, ni kwamba kumekuwa wapiganaji wanaojiita wazalendo ambao wazulumu wakaadhi na wana vijiji wilayani Lubero na Beni, ambako wamekuwa wakitishia wakazi. Samuel amepongeza hata hivyo jeshi tiifu kwa serikali FARDC kwa kumkamata kamanda mmoja wa wazalendo ambaye alikuwa amezulumu raia, hii ikiwa siku moja baada ya mkaadhi wa Bandulu kutekwa nyara na kupatikana akiwa amefariki dunia, mwili wake ukiwa umetupwa ndani ya choo, huku baada akiwa haijulikani nani mhusika. Ndio kushikwa kwa wale ambao waliweza kutenda kisa cha mauaji huko Bandulu, huyu kamanda wa polisi wa NDC Renove pamoja na sekretari wake, ni jambo ambalo tunalifurahia, lakini hatulifurahie tena sana kwa sababu wale majambazi wangali huko. Hiyo ni kisa cha pili ambacho kinaendelea kujitokeza. Fatua waliweza kuua mtu wakamzika, Bandulu wameua mtu wamemtupa ndani ya wese. Hii inaonyesha kwamba uwepo wao huko ni jambo ambalo litaendelea kutatiza raia kwa sababu hamwezi mkae pamoja na majambazi katika mgeni. Baadhi ya raia wa eneo hilo waliokuwa wameanza kurejea kwenye vijiji vyao waomba wapiganaji wazalendo kuwa na uzalendo na kuacha kuwanyanyasa wakaadhi ambao ni ndugu zao, ama kuelekea eneo la vita kuliko kugagaa kwenye vijiji ambavyo havina waasi, asema Kaini Samuel. Kutoka kwao Fatua kuenda Bandulu tena unaona wanaua mtu. Ndio maana sisi shirika la raia tunaunga mkono na kusema ya kwamba watu hawa sherti government iweze kuangalia namna gani waondoshwe katika sekta ya Bapere, katika groupement ya Batike, na waweze kuenda mahali pengine, kwa sababu si kwamba tu waweze kubaki huko. Vita ziko mahali pengine ambapo wanaweza kutenda kazi, na wanapobakia huko raia ambayo ilikuwa imerudi katika mji wa Bandulu itaishi na hofu, kwa sababu siku baada ya siku wataendelea tena kuwazia kwamba kuna mtu tena mwingine ataweza kufariki. Ndio maana tunaita government iweze kuangalia namna gani ya kuondosha hawa watu huku, kwa sababu wameendelea kujionesha wazi ya kwamba hawana watu ambao wanaweza leta usalama katika sekta Bapere, hata katika maeneo mengine. Ni watu ambao ni wa kufukuza na kwa kuweka kando, kwa sababu uwepo wao huko haisaidii raia, na tangu zamani tuliweza kuwashakia na kushakia vikundi vingine ambavyo vimejiunga na kutenda kama vile adui.
sherti government iweze kuangalia namna gani kuwaondosha ili raia ya sekta Bapere waweze kuishi vizuri. Unafahamu kwamba mauaji ya Dondi, mfanyabiashara wa Bandulu, ameuawa baada ya waendesha pikipiki kuuawa na mzalendo katika kijiji cha Fatua, barabara Mangurejipa Bandulu. Tukibaki wilayani Lubero, ni kwamba Wambuti ama mbilikimu waendelea kulalamikia hali ngumu ya kimaisha, hasa wale waliokimbilia mapigano kati ya M23 na serikali ya Kinshasa. Samuel Kambuti ni mwakilishi wa Wambuti toka Ruchuru, kwa sasa akiwa Lubero. Sie Wambuti hatukumbukwe, Mungu atusaidie na sie batukumbuke sawa watu. Inaonaka bako na maorganisme maonje mbalimbali zinakuyaka mwi territoire ya Lubero, wanapana misaada, wanafaa kila kitu, lakini Wambuti kwenye wako hawatawaona na hawatajua kama nabo ni watu, kama nabo wanaweza wapatie. Wambuti wanateseka parmi ya wakimbizi. Wambuti ni wa kwanza mu ukimbizi, mateso, wameteswa sana. Pale kusekteri ya Bapiri, Wambuti wanateswa kabisa. Hatuna mtu wa kutupitia mbele, wa kusema na neno isikilikane. Hata mie niseme, hawata nisikia. Mpasha habari, mtusaidie, ukwe na tupitia mbele ya wakuu viongozi. Na tukitoka eneo hilo, tunavuka mpaka na kuelekea mkoani Ituri, ambako hali ya kiusalama kwa sasa yazidi kuboreka na wakazi wakianza kurudi katika makazi yao, kama Lopa ulayani Jugu. Constant Sam Bagalwa yuko mjini Bunia, amezungumza na Oster Malevika kwa njia ya simu. Kwa sasa hali inaendelea kuwa kimya mdogo ambao unaendelea kuonekana huku na pale. Alafu ni kwamba ni katika mkoa wa Zina ndipo wajeshi wa FARDC ambapo waliweza wamechunguza hiyo eneo kisha mapambano kati yao na wapiganaji wa Zaire. Alafu kazi imeendelea mzuri, wanafunzi wameenda kushule, wafanyabiashara wamefanya kazi zao bila shida lolote, ila shirika la raia ndio limeshtumu kuona wanajeshi ya FARDC ndio wameanza kunyanyasa watu, kulipa kodi ambapo ilikuwa ilipu zamani, na hiyo inaleta hofu. Alafu kwa ngambo ingine ni kwamba government liwali wa Kivu ya Kaskazini alifika hapa Bunia kwa kuhudhuria katika mkutano mkuu ambao walikuwa wakiendesha rasmi mipango za usalama na maendeleo hapa jimboni Ituri na Kivu Kaskazini. Gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini Eva Somo amekutana na mwenjie. Kitu gani wamezungumza? Walizungumza gavana wa Kivu Kaskazini Evariste Somo na mwenzake Luboya Nkashama walizungumza sana kuhusu mambo ambayo yameendelea usalama kati ya Kivu na Ituri. Alafu nukta ambayo iliweza kuzungumzwa sana zaidi ilikuwa kuona njia inayotoka Komanda hadi Luna, ambapo waasi wa ADF walikuwa naendesha misako mara nyingi. Alafu walikamata hatua ya kuweza kukamata strategy fulani ili watu watembee bila shida katika barabara Bunia Komanda Luna hadi Beni. Ndio kulikuwa hiyo shida kutoka Beni Eringeti Luna na kuchukua barabara ya Bunia. Kwa sasa ukichukua kwamba kuna wale waendeshaji pikipiki sasa hivi wanaenda kupita Biakato kwenda Bunia. Kwa nini? Kwa sasa watu ambao wanasafiri kufika Bunia wamepita njia ya Boga, wamefika Boga, na huko vile ni njia mrefu sana kabisa. Wamekamata njia mrefu kufika Boga, wanajitokeza ngambo Kasindi wanaingia Beni. Alafu hiyo barabara ilikuwa na ukosefu wa usalama sana, kwani wa ADF ambao walikuwa tunaonekana sana huko walikuwa wanachoma magari, wakichoma mapikipiki za watu, wanaua watu, wanapora mali ya watu. Ni hiyo ilikuwa ileta shida kabisa, na nikidhani hatua imechukuliwa na viongozi. Tunachunga tuone matokeo.
Siku zilizopita jeshi la serikali lilichukua maeneo ya Lopa huko Jugu. Shughuli zimerudi kabisa vizuri sana. Wanafunzi wameendesha kazi zao, wafanyabiashara, wamama, wasafirishaji wametembea vile bila shida, na ni hiyo hali kabisa ni watu wanakuwa na ngojea sana. Na kwa sasa kiongozi kufuatana na hali ya kiutu Ituri, kiongozi kama directrice general ya PAME ndio alifika Ituri jana, na amesema ya kwamba shirika yake itaweza kutumika kile kwa ajili ya kuweza kuleta msaada, kuleta chakula kwa wale watu ambao wameteseka, wameishi katika njaa kwa wakati huu hapa Ituri. Na tukitoka huko Bunia tunakwenda hadi huko Nyiragongo, eneo linalodhibitiwa na M23, ambako wakaazi walalamikia hali ya kimaisha hasa njaa. Tulishagombolewa na hii ugombozi tulikuwa tunapenda ikuwe ya kutusaidia kabisa. Na kitu ingine hapa kwenye tuko Murambi kazi lishakosa hapa, njaa kabisa inatuo, na watoto hawasome juu ya nini? Juu kukosa makazi. Na ndio maana hizi wakubwa wako hapa watusaidie tuone kama tutapona njaa. Juu ukombozi ni kusema tulishakombolewa, na ndio maana mtusaidie tuone kama tunapata kupata amani. Asante. Yaani mnalalamikia vitu viwili, usalama na njala? Ndio, usalama na njala. Mnadhani njala inatokana na nini? Njala inatokana na kukosa nini? Security. Tunajua wakati wanakuingilia huna kitu, wa mingi warisha kufa, na ndio maana njaa inaingia kufuatana na kukosa usalama. Hamujaenda kumashamba kule? Hamujaenda kulima shamba zenu? Kulima shamba hatuna mashamba tena. Hatuna mashamba. Mashamba yenye ilikuwa ni hapa kwenye wanajenga hii manyumba yenyewe kunaona. Sasa mtaishi namna gani? Hatujue kama tutaishi namna gani, na kazi ilishakosekana. Mnaomba nini? Chenye tunaomba wenyewe wangali wakiana muwapatie kazi watumiki, na huku naangalia ginzi pana mabeba ni juu ya kuiba, njaa ndio inawatumana, ndio maana wanaenda kuiba. Jinangu bavugirije Ngirabanzi. Wakisema hayo wakati wa msako ulioendeshwa na wanajeshi wa M23 kutafuta watu wenye silaha hasa wazalendo na wanajeshi wa Kongo FARDC. Ephraim Kabasha ni mkuu kiongozi wa Nyiragongo kutoka M23. Sababu wakati walikuwa wakitoroka, FARDC iliacha silaha, ilitupa silaha kiolela. Wakitoka mabusu wanachukua hizo silaha, na wao ndio wanaendelea kuleta usalama mdogo. So ndio tunasema tufanye msako nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, ili tujue ukweli wa mambo ni nini inayotatiza wakaaji sehemu zetu. Umewekea mkazo kwenye wazalendo na FDLR. Kwa nini? Unajua wazalendo walikuwa watoto wa hapa mjini. Hawakukimbia. Basi alikuwa wapatenda kule Uvira kufanya nini, ama Walikale ambapo tumewafikisha. Walibaki hapa. Lakini wakabaki hapa wakiwa na masilaha. Ndio kwa maana tunatia mkazo kwa wazalendo. Na wao hawakufunzwa jeshi. Silaha wanajua tu kwa kuua watu na kuwaumiza na kuwaiba na kuwapora. Mzalendo sio jeshi, alifunzwa wapi? Alikuwa civilian, Tshisekedi akampatia silaha. So hizo silaha ambazo civilian wanaendelea kubaki nazo ndizo zinaleta matatizo. FDLR, unajua tangu mwaka 1994 FDLR wamebaki hapa. Wengi wamekwisha kuchukua wanawake hapa. Wanaenda huko kwa pori, kwa Virunga National Park, wanakuja wanakuta wake wao hapa. So tunasema sasa tukiacha huyo FDLR hapa ambaye anakuwa na silaha ndani ya wakaaji, ni hatari sana. Tunamchukua, tunampatia nchi yao ya Rwanda. Kama alifanya huko kosa ataadhibiwa. Kama kufanya kosa atachukuliwa kama mkaaji wa Rwanda na watamjengea nyumba na taishi vizuri. Meya mji wa Goma akiomba wa Julian Katembo akiomba wa kina mama na wanawake kuchangia usalama kila mmoja. Ni kusema hasa tunazungumza na wamama, sababu kwa Kifaransa wanasemaka eduquer une femme c'est éduquer toute une nation.
Ni kusema kwa experience kidogo yenye tuko nayo, tulikia kutana kama ni wamama njo wako na ficha hii mabandia. Ni wamama ndio wabibi zao na FARDC. Ni wamama ndio wanazaa wazalendo. Ni wamama ndio wanazaa FARDC. Sasa ni kusema tunapana mwito kwa wamama kusudi wasikie wito. Security ni responsibility yetu kama viongozi, lakini kama hawatusaidie hatutakufikia kulengo. Bwana journalist, hakuna inji duniani yenye kusekirize raia yake na pasha kuona kamata kila jeshi na mlango ya raia na jeshi ile nchi yetu dunia. Lakini kukakuwa cooperation, kukakuwa kuzungumuza, na inakuwa kuzungumuza ya kweli kati ya sisi viongozi na raia. Security itabaki hapa Nyiragongo, security itabaki hapa vile ya Goma. Na ndio maana tunakazia, tunaambia population uongozi wa FCM 23 ni uongozi wa raia, sababu ni uongozi wenyewe unasogelea raia, unaongea na raia, unasikia raia inapenda nini, raia inataka nini, kusudi ya kutatua shida za raia. Et tout état qui se respecte, inji yote inaheshimia kitu ya kwanza ni security ya raia na mali yake. Na pale ndio kwa tutanjia, tumeshafanya sensibilisation, tumeshaongea na raia, tunavuka ile etape, tunafika kipindi ya kuweka mkazo, ya kuimpozea amani kusudi population ya Goma iishi na amani, population ya territory ya Nyiragongo iishi na amani. Nawezekana na itawezekana miezi 2, miezi 3, miezi 4, miezi 6 risasi haipigi hapa Nyiragongo wala mvile ya Goma, na tutafikia ile lengo. Wakati wa msako wengi wamekamatwa na wengine kuachiliwa, akisema Kanali Jimmy Nzemuye, mmoja wanakamanda wa M23 mjini Goma. Hawa tunaachilia yani viongozi. Hapa kuna nyumba wa shefu ya mkartie, nyumba 10, yeye ni chef de village, chef de groupement, kiongozi mkubwa, administrateur. Baada ya uchunguzi inafanyika na wanyumba 10 anakuja anasema huyu namjua ni mtu mzima, huyu hana shida, huyu hana shida. Tunafanya nini? Tunawarudishia. Na ngisi wanafika kwa mikono yetu baada ya bouclage, raia wenyewe ndio wanakuwa wanasema ule. Tunaweka pale. Baadaye wanaongeza tunafanya nini? Tunawarudisha mikono ya viongozi kama wenye hawana shida. Ama kwa wale ambao wamekwenda, nini itatokea na wale ambao itaonekana kweli wabaya? Tutaendelea huko, uchunguzi unaendelea, afu tena administrateur na viongozi wake wanakuja tena nao wanachukua, wanarudisha mikono. Na wale ambao wataonekana ni wabaya wanaenda huko, watakutana ni wazalendo, wanaenda huko Mangabo, wanaenda kuendesha upate nizamu huko na siasa, wabadiliki. Afu baadaye tena tuwarudisha kwa mikono ya viongozi, wanarudia mikono. Lakini watoke kwa wamebadilika na wako mikoa watu wapya, sio wale wa zamani, waizi, mabandia, wale wanafanya ghasia kwa ndani ya population. Wakazi wakipongeza hatua za msako unaoendelea hivi sasa, ukijaribu kupunguza mauaji na wizi kwa sasa za usiku mjini Goma na Nyiragongo. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online, ni hayo kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa uliungana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya Oster Malivika akiwa jijini Goma, mimi ni Abel Songo, nikutakie siku njema.